uamuzi huu ambao umetolewa na ICC utakuwa na athari gani kwa taifa? Kiuchumi na kisiasa. Umewasikia wenyeji pale wakisema sasa ndio mkoko umeanza kualika maua. Tunatarajia kwamba mabadiliko makubwa yatashuhudiwa katika ulingo ya siasa. Wageni wangu tayari wamefika studioni, Duncan Okatch na Danstan Omari. Hamjamboni wageni wangu? Hatujambo Zubeda. Mawakili wawili gwiji wa humu nchini. Mmeona yale ambayo yameshuhudiwa leo. Ni jambo ambalo tulikuwa tukitarajia, Duncan. Ni jambo ambalo ukifuatilia vile mambo yamekuwa yakiendelea katika koti ya ICC, ni jambo ambalo halishtui sana ukifuatilia, especially ukiangalia wakati ambapo ile evidence tunayoita recanted koti ilipotoa uamuzi na kusema ya kwamba hawatafuata na hawatatumia evidence hiyo. Na Bensouda alikuja akasema ya kwamba wakati ambapo walisema evidence hiyo haitatumika, inamaanisha kwamba kesi yake imekuwa haina nguvu, na kwa hivyo hata yeye mwenyewe maybe hakutarajia wawili hao waweze kuambiwa ya kwamba wana kesi ya kujibu. Na labda tuwashirikishe watazamaji katika sehemu hii ya mahojiano ambapo leo tunauliza, kufikia sasa umeridhika na jinsi ICC imeshughulikia kesi za Kenya, ikiwemo ile kesi ya kwanza ambayo ilitupuliwa mbali na hii kesi ya pili? Umeridhika na jinsi ICC imeendesha ama imesimamia kesi za Kenya? Kushiriki ni rahisi. Tutumie maoni yako kuhusiana na uamuzi huu kupitia nambari 22155 22155. Mtandaoni unaweza kutupata @Zubeida Kananu au @KTN News. Je, umeridhika na jinsi ICC imeshughulikia kesi dhidi ya Ruto na Sang na wale wengine ambao kesi zao zilitupiliwa nje? Kwa sasa tuungane moja kwa moja kwa njia ya simu na seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Kipchumba Murkomen. Hujambo mheshimiwa? Salama Zubeida. Naam, hisia zako ni zipi kuhusiana na uamuzi huu ambao umetolewa na ICC? Tunafurahi sana mwishowe haki imetendeka, na ingawa imechukua muda mrefu sana, ule uongo umethirika wazi sasa kwamba wale waliopanga kupangia naibu wa rais na Joshua Arap Sang na wale wengine wote, kesi ambayo haikuwa yao, wameshindwa. Na sasa hivi sisi kama Wakenya tunaweza kuendelea na kujenga taifa letu bila wasiwasi na mambo mengine mengi. Ni kesi ambayo imekabiliwa na mambo mengi, ikiwemo yale madai ya kuhongwa kwa mashahidi, ikiwemo madai kwamba kuna mwingilio katika kesi hii, na tumeona mara kadhaa mkienda nchini Uholanzi kushinikiza mataifa kuunga mkono kutupiliwa mbali kwa kesi hii. Ni mambo ambayo mlitarajia kwa mfano? Tulitarajia ya kwamba hii kesi haingefika hapa. Tulidhani kwamba ingekuwa imetupiliwa mbali kitambo sana, kwa sababu mashahidi wote walikuwa ni wa uongo, matapeli, watu ambao walihongwa kuletwa ili kuhakikisha kwamba watu wafungwe bure. Sasa wameshindwa kwa sababu uwazi na ukweli ukidhihirika, uongo upotelea mbali. Na sisi tumefurahi sana kwa sababu yale ambayo tulikuwa tunawaambia Wakenya ya sasa yametendeka. Na ya kwanza kabisa tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu tulipokuwa tunaomba watu wengine walikuwa wanatuchekea, lakini maombi yetu yamejibiwa na Mungu amehakikisha kwamba haki imetendeka. Naam, kwa wengi ambao wamekuwa kizungumza, hasa wakili wa waathiriwa katika kesi hii, amekuwa akisema tumechukulia kwamba kesi hii ni dhidi ya Kenya au ni ushindi kwa Ruto na Sang. Je, walioathiriwa na machafuko yaliyoshuhudiwa mwaka 2007, unahisi kwamba wao pia wanapaswa kupewa haki? Na labda ni mkondo upi ambao tunapaswa kuufuata ili kuhakikisha kwamba waathiriwa pia wana haki ya kutabasamu? Kwanza ningependa kusema naonea huruma sana wale ambao waliathirika 2007 2008, kwa sababu walidanganywa na watu wa ICC ya kwamba hii ilikuwa njia moja ya kutafuta haki, lakini ukweli ni kwamba ICC hawakuwa wanatafuta haki. Walikuwa katika safari ya kufanya siasa na kuharibu umoja na taifa letu. Kwa hivyo tunawaonea huruma, lakini safari ile DPP amekuwa akifanya, na sisi hapa ndani kama Wakenya, ya kutafuta uridhiano na umoja na kuwatafutia makao wale ambao waliathirika. Sasa lazima hiyo safari iendelee,
na sisi kama Wakenya tujenge taifa letu kutafuta umoja wetu. Na Nderito pale akihutubu katika afisi za ICC amesema ni muhimu kwamba kwa Keriako Tobiko kuanzisha upya kesi hizi na kuhakikisha kwamba wale walioshiriki kwa njia moja au nyingine katika hayo machafuko wanachukuliwa haki. Je, ikizingatiwa kwamba bungeni mara mbili wabunge wameshindwa kubuni mahakama maalum humu nchini kushtaki ama kuchukulia hatua wale waliohusika, unadhani kwamba bado kuna hiyo nafasi ya kuhakikisha kwamba hayo yametendeka? Kwanza kabisa nyinyi mjue kwamba tangu siku hiyo hatukuwa na katiba na koti kama yenye tuko nayo sasa hivi. Kwa hivyo hakuna haja kubuni mahakama yoyote. Wale ambao wamekuwa wakichunguzwa wakipatikana na makosa, basi watapelekwa katika koti letu hili, kwa sababu hili ni koti ambalo sasa limekuwa reformed chini ya president wao Willy Mutunga. Na kwa hivyo kazi ya kutafuta haki kupitia institutions zenye ziko zinaendelea, lakini hatutaki tena na haitawezekana tena kwamba watu fulani watachukuliwa kisiasa kwa minajili ya kisiasa. Lazima kama ni kutafuta haki ikuwe ni kazi ya kutafuta haki, sio kutafuta siasa. Na Kipchumba Murkomen, kabla sijakuacha, je, unaona kwamba uamuzi ambao umetolewa na ICC hii leo huenda ukaleta mabadiliko katika ulengo wa kisiasa? Hakuna mabadiliko lolote litaleta katika ulengo ya kisiasa, ijapokuwa inatupatia nguvu zaidi kama Jubilee kushikana na kupeleka taifa letu mbele. Kwa hivyo haitafikia wakati ambapo tunaona wenyeji wa Eldoret wanasema kwamba sasa naibu rais atasimama kuwania kiti cha urais. Mtamshauri kufanya hivyo? Lazima atasimama kuwania rais katika mwaka wa 2022. Naam, shukrani sana. Ni seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ambaye amekuwa akitueleza kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa na ICC hii leo kwamba Ruto na Sang sasa hawana kesi ya kujibu. Bahasha ya Kampo imefungwa, ama tuseme ni bahasha ya Waki. Dansan Omari, bahasha imefungwa. Tukiangazia yale ambayo ameyasema Wilfred Nderito ambayo ni wakili wa waathiriwa, je, tunaweza kuhakikisha vipi kisheria kwamba wale walioathiriwa na machafuko ya mwaka 2007 pia wanapata haki? Jambo la kwanza ni kwamba ningependa kushukuru lile koti la ICC ya kwamba limezingatia sheria za kimataifa na sheria ambazo zinalingana na katiba yetu, ambapo inaelekeza kwamba mtu hawezi shtakiwa na kufungwa kwa kosa ambalo ushahidi haupo. Kwa hivyo the rule of law imefanya kazi yake. Pili, nimeweza kuangalia uamuzi ule vile umechangamsha wa Kenya. Ni kwamba matarajio ya wengi yameonekana kudhihirisha na the rule of law. Mimi mwenyewe katika hiki kipindi si mara moja, miaka 2 miaka 3 nimekuwa nikisema kwamba yale yaliyokuwa yakiendelea ICC haikuwa ni kesi ambayo ilikuwa na miguu wala kichwa. Kwa hivyo leo mahakama imesema kwamba Ruto na Sang na wale wengine wote 6 wameachiliwa. Umeuliza swali muhimu. Wakili Nderito ameteta na kusema kwamba je, wale walioathiriwa katika ghasia hizi, wale waliofariki, wale walionajisiwa, wale waliochomewa nyumba zao, wale walionyang'anywa mali zao, nani atawashughulikia? Ni swala muhimu kabisa, lakini kulingana na sheria za kimataifa na sheria za Kenya, ikiwa kesi imetupiliwa mbali, wakili wa mshtakiwa, wakili wa washahidi, wale watu hana jukumu kisheria kufile an appeal. Hawezi enda katika ile court. Mwenye uwezo tu ya kufile appeal ni yule Bensouda. Bensouda mwenyewe alisema kwamba hana ushahidi wa kutosha. Ataenda kufanya apili ya nini? Sababu Zubeda, ile kitu iko hapa ni kwamba uchunguzi haukufanywa. Wale civil society waliojifanya ati ndio wanafanya uchunguzi ya kuchukua watu kule ICC hawana uwezo wa kufanya ile kazi. Kwa hivyo mimi kwangu hamna njia iliyobaki kule ICC kwa waadhiriwa. Ile njia imebaki ni sisi wa Kenya tuketi tuangalie ile report. Lakini je, ile report ambayo Waki aliiweka, wale walioumia wanamjua nani alinyang'anya yeye ng'ombe? Wale walinyang'anywa shamba wanajua nani anaishi kwa lile shamba? Ule mwanamke aliyenajisiwa anamjua ni nani alimfanyia yale? Ule director wa public prosecution
ile ofisi iko, sheria ziko, mahakama yako, katiba iko, tunangoja nini? Mimi ningeomba naibu rais William Ruto, ningemuomba rais, kiongozi wa taifa hili, wahakikishe ya kwamba kumewekwa harakati za kujaribu kufikisha kotini wale waliofanyia madhambi watu pale. Kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba wale lazima justice ifanyike, ili tusije tukasherekea ushindi wa rais Kenyatta na ushindi wa naibu wake, lakini tusahau wale walioteseka. Sheria zimo na waliotekeleza yale yako. Saizi mahakama imekuwa reformed. Ndugu yangu wakili atakwambia kwamba ile mahakama tuko nayo ni first class. Kwa hivyo kuanzia kesho Wakenya waanze kusukuma msukumo ya kusema kwamba tunataka watu wafikishwe kotini na haki itendekee wale walioumia. Na kuna kitu ambacho amegusia pale Danstan Omari, hasa kuhusiana na waathiriwa na yule wakili wao kutokuwa na uwezo wa kukata rufaa. Ni kwa nini hajapewa sheria haimpe nafasi ya kukata rufaa? Kwa sababu alikuwa akisema pale, sina nia, sasa namwachia Bensouda kwa mfano aende akate rufaa. Mbona sheria haijampa hiyo nafasi? Zubeida, ukifuata vile sheria za mambo ya kriminali zinafanya kazi, ni ya kwamba utapata kwamba prosecutor ndiye anafaa kuwa anaendesha maneno ya prosecution katika mahakama yote, hata hapa nchini Kenya. Unaweza kuwa wewe hata ni mwadhiriwa, hata Kenya tunawapatia nafasi ya kusikizwa, ama unaweza kuwa na wakili wako aje pale asikize na kufuatilia, ensure ya kwamba mambo yameendelezwa kisheria na hakuna mambo yanafanywa kichini chini, ili haki iweze kuonekana. Ukifuatilia kazi ya ndugu yangu Nderito kazi yake ilikuwa hilo peke yake, lakini kukiwa na upingamizi fulani kulingana na uamuzi wa koti kutoka pahali ambapo kesi ilianza na hadi wa sasa na hata ingeendelea, ni prosecutor pekee ndiye ana ile uwezo kulingana na sheria ya kuweza kuapil. Lakini swali lako ni nzuri, kwani inamaanisha tukiendelea mbele wakili wa waathiriwa anafaa kupewa haki. Yeye mwenye hata kama prosecutor atasema ya kwamba hataki kukata rufaa, wakili wa waathiriwa anafaa kupewa hiyo nafasi, kwani yeye ndiye anawakilisha waathiriwa wenyewe. Lakini swala lingine ambapo lililojitokeza wakati ndugu yangu alipokuwa anaongea ni wakati ambapo wanasema, na najua watu wengi wanafikiria koti imesema ya kwamba naibu wa rais na Joshua Rapsang wako innocent, hawakufanya jambo lolote. La hasha, koti haijasema hilo. Koti imesema ya kwamba ushahidi ulioletwa mbele ya koti wakati huu hauwezi, koti haiwezi weka hawa watu waweze kuweka defense yao kutumia ushahidi uliopo. Lakini jambo muhimu ambalo watu wengi hawajaliona ni la kwamba koti imesema pia Bensouda ana nafasi ya kuleta kesi hii tena afresh wakati ambapo watapata ushahidi wa kutosha. Na ukifuatilia hata kesi ya rais mwenyewe, si ati kesi ilitupiliwa mbali, haikutupiliwa mbali. Koti ilisema, in fact hiyo ilikuwa tofauti, kwani prosecutor alisema ninasimamisha kesi kwa muda, wakati ambapo nitapata ushahidi zaidi nitaleta kesi hizi. Na tangu safari hii ilipoanza kumekuwepo na tetesi kali kutoka kwa afisi ya Bensouda, na wakati huo Luis Moreno Ocampo pia alikuwa na malalamiko mengi ambayo aliyatoa. Nakumbuka tulipokuwa nchini Uholanzi, vikao ambavyo walikuwa wakiitisha ni kulalama kwamba kuna mwingilio wa mashahidi, kuna watu waliohonga mashahidi. Kwanza labda kabla sijauliza hili swali, tumesahau wale ambao waranti ya kukamatwa kwao ilitolewa kwamba waliwahonga mashahidi. Iwapo kesi hii imetupwa nje, nini kinawafanyikia wale ambao waranti ilitolewa ya kuwakamata? Basi inasema kwamba wale wataachiliwa, zile warrant zitakuwa zimekufa, kwa sababu msingi wa kupeana zile warrant ulikuwa hii kesi. Kwa hivyo majaji wamesema hamna ushahidi. Kwa hivyo zile warrant kwangu mimi kisheria zimefariki. Na nani anapaswa kusukuma hilo gurudumu? Naona unakataa. Namba 2, nimeona wakili wa waathiriwa akionekana kwamba hana njia, ana njia. Wakili ule, nilisema wakati moja Zubeda hapa ya kwamba ukipewa jukumu
kutekeleza jukumu la umma. Bensouda na Ocampo walipewa jukumu na watu zaidi ya bilioni 6 ulimwengu mzima kumtafuta. Kidogo nikukatize tupate anayoyasema mratibu wa masuala ya ICC nchini Kenya, Maria Kamara, ambaye kwa sasa anahutubu katika afisi za ICC humo nchini. Tupate anayoyasema kisha tutaendelea na mahojiano haya. Get a conviction in that regard. So the issue of mistrial is linked to we will not acquit the suspect, in the accused person, in the strict sense of it, but we drop the charges. That does not prejudice in the future to open the case, if at the national or at the ICC levels. Thank you so much. It has been a long evening. Thank you so much for your patience. We shall dedicate 5 minutes only if you want interviews. If you want interviews, both Helena and he's here. I know Wilfred is running, but he'll probably be available for an interview. Guys, thank you so much for today, for your patience. Na mtazamaji, ni mratibu wa masuala ya ICC nchini Kenya, Maria Kamara, ambaye anazungumzia swala hili akisema haimaanishi kwamba afisi ya mwendesha mashtaka haina nafasi kufufua upya kesi hii wapo watapata ushahidi wa kutosha. Haina maana kwamba ndio mwisho, ndio kikomo cha kesi ambayo imekuwa ikiendelea dhidi ya Ruto na Sang. Mtazamaji, ndio walikuwa wakiyazungumzia hawa wageni wetu studioni leo, kumaanisha kwamba haimaanishi hiyo kesi haiwezi kufufuliwa. Ulitaja kwamba ile ya Rais Uhuru Kenyatta haimaanishi kwamba ndio ilifikia kikomo, kwamba inaweza kufufuliwa upya. Ndio alikuwa akifafanua pale. Ndio kwa sasa hawana kesi ya kujibu, lakini baadaye ushahidi utakapopatikana kesi inaweza wana nafasi. Amesema vizuri kwamba sababu ile kesi haikuwa akwito. Kwa sheria ukisikizwa kesi mpaka mwisho alafu ushahidi kesi yako ipatikane kwamba wewe umeachiliwa, inaitwa akwito. Ile kesi haiwezi rudishwa. Kesi ya rais ilikuwa withdraw. Kwa Kenya tunasema under section 87A, serikali inaweza toa kesi, ikipata ushahidi wa kutosha itairudisha kotini. Hii ya Ruto na Sang wamesema kwamba ushahidi uliopo sasa hautoshi, lakini ukipatikana ule ushahidi bado ile kesi itakuwa pale. Alafu nakuuliza swali moja Zubeda, ule ushahidi wataupata wapi? Ndio swali langu nilikuwa nikikuuliza awali kabla sijazungumzia yale ya kina Walter Baraza, wale ambao waranti imetolewa dhidi yao ya kukamatwa. Je, serikali itashirikiana nao katika kuwapa ule ushahidi? Haiwezi. Ndio nimesema kwamba wakati ule walipokuwa kufanya ule uchunguzi, wale ambao walikuwa ni washtakiwa hawakuwamo serikalini. Je, leo wataweza kupeana ule ushahidi kama upo? Sababu kuna kule kudhania kama kuna ushahidi. Bensouda anaamini kwamba kuna ushahidi. Hamna yeyote aliyemzuia kupata ule ushahidi. Kwangu mimi ndio nilikuwa nasema kwamba yule ambaye ni kiongozi wa waadhiriwa anaonekana kwamba kidogo amechanganyikiwa. Angekuja tungemweleza kwamba angemshtaki mtu yeyote ambaye amepewa jukumu na watu bilioni 6 ulimwengu kushtaki watu wa Kenya wenzetu. Neglect, abdication of duty, kukataa kufanya jukumu walilopewa Ocampo na Bensouda. Nderitu kesho angekuwa pale kotini Milimani akiomba idhini ya kuprosecute Bensouda na Ocampo kwa private prosecution, ya kwamba lile jukumu walilopewa wamekataa kulitekeleza. Hiyo ndio njia pengine itawafanya wale Bensouda na Ocampo na ndugu zake waende katika chambers ya appeal kufanya ile kukata ile rufaa. Tuanze na lile la Walter kabla sija kuuliza hili la ushirikiano wa serikali katika kuona kwamba waathiriwa wanapata haki. Walter Baraza na wengine ambao hati ya kutaka kukamatwa kwao kwa madai ya kuwahonga mashahidi wako pale wamening'inia bado katika mahakama za ICC. Kesi imetupwa nje. Kuhongwa kwao kulihusia madai ya kuhongana yalihusishwa na kesi hii. Unaona kwamba wao pia wako huru ama itakuwaje? Na nani anapaswa kuendesha gurudumu hili kuona kwamba haki yao inatendeka pia? Zubeda, ukifuatilia sheria vile ilivyo, kesi zilikuwa tofauti. Naibu wa rais alikuwa na kesi yake ambayo ilikuwa tofauti sana na kesi ya Arap Sang, hata kama charges zilikuwa zinaambatana. Kesi dhidi ya Walter Baraza na wenzake waliohitilafiana na uchunguzi
na au ma weaknesses katika mahakama ya ICC ni kesi tofauti kabisa. Na ukifuatilia kama ingekuwa ati vile mwenzangu anasema ya kwamba hata hao wamekuwa huru, ingekuwa rahisi sana kusikia katika ripoti tuliyopatiwa ya kwamba hata hao wako huru. Lakini ukweli ni ya kwamba kesi zao ni tofauti, wanaoambiwa walitenda kinyume cha sheria ni tofauti, na sheria itachukua mkondo wake tofauti na itaingiliana na kesi, na hauhitaji kesi ya naibu wa rais ama ya Arap Sang iwe ili kuweza kuendelea na kesi ya waliohitilafiana na washahidi. Hiyo ni crime tofauti sana. Haihusikani na whether kesi ya naibu rais itakuwa ama haitakuwa. Na nilikuwa niulize hili, tutafuatilia hayo tuone mkondo ambao kesi hiyo itachukua, lakini alisema kwamba hatutarajii kwamba serikali itashirikiana na ICC katika kufufua kesi hizi. Tunakumbuka katika kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta, serikali ililaumiwa sana kwa kukosa kuwapa yale waliohitaji, ushahidi waliohitaji, stakabadhi za benki, mawasiliano ya simu na vitu kama hivyo. Sasa wale waathiriwa wanasema wapo mikononi mwa serikali. Unaona kwamba mkondo kufikia hatua ambayo tumefikia sasa kwamba ICC imesema kwa sasa hakuna kesi ya kujibu. Wale waathiriwa wanasema tunatumai kwamba serikali kupitia afisi ya mkurugenzi wa mashtaka itachukua usukani kuanzia sasa. Kwa kutizama mtizamo uliopo na kuangalia historia kwamba bungeni mara mbili walisema no heck, let's go to heck. Je, ilivyo tukiangalia historia na mahala ambapo tumefikia sasa tangu mwaka 2007, kuna uwezekano wa hilo kufanyika? Zubeida, hiyo ni kuwa na hopes zaidi. Hiyo ni ndoto ya kuotea mbali, kwani serikali tulionayo inaongozwa na Uhuru Kenyatta na naibu wake hii leo. Kama kungekuwa na jambo wanaweza kufanya ili hawa wengine wahusika wadogo wapelekwe kotini, wangekuwa wamepelekwa kotini hata wa leo. Bwana Murkomen amekuambia ya kwamba hiyo ni jambo linaweza fanyika, kwani tuna katiba mpya, kwani tuna mahakama mpya. Mahakama hii si mpya, naweza kuambia katiba hata si mpya. Tumekuwa na katiba sasa kwa miaka mingi, zaidi ya 4-5. Kwa hivyo hakuna kitu upya ambapo mimi mwenyewe naweza tarajia ama naweza tegemea. Jambo la muhimu ni hawa wawili na serikali yenyewe ikae chini ifikirie vile wanaweza fidia hawa waathiriwa, kwani kitu sisi wote tunakubaliana ni ya kwamba kuna waathiriwa, kuna watu walifiwa, kuna watu walifukuzwa kwao, kuna watu walipoteza mali yao, tumekubaliana. Kwa hivyo serikali ifikirie vile tunaweza leta uwiano na kufidia hawa watu, at least wapate kuweza kutulia na kutuliza roho zao tukiendelea mbele. Naam. Labda nisome kauli mbili tatu kutoka kwa wanaotizama. Wanauliza, mbona bahasha ya Waki haijawahi kufunguliwa? Mjibu hilo. Huyu ni Mark Nyikuli kutoka Nakuru. Unadhani ni kwa nini? Ile bahasha ya Waki ilienda Hague. Watu 6 walishtakiwa. Wote kesi yao imelala. Ni kufunguliwa kupi tena kunatakikana? Sababu ilifunguliwa na watu 6 wameshtakiwa na uamuzi ushatolewa. Kwa hivyo hizo ndoto zilizokuwa zimeelekezwa na taasisi ambazo hazikuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi, ndio mimi naelezea kwamba ile kazi iliyofanywa ni madharau kwa Wakenya, vile Ocampo na Bensouda wametekeleza wajibu wao. Na nadhani ni sababu hiyo ambayo kutokuwa na imani labda wakati huo na mahakama zetu na lile jopo ambalo Waki alitaka libuniwe na kutishia kwamba iwapo halitabuniwa atahiari kupeana ile bahasha ya Ocampo kule, bahasha yake kule Uholanzi. Unaona kwamba hata tunapofungua kesi tunajua chochote kuhusiana na yanayozingira kesi hizi, ile ya kwanza iliyotupuliwa nje na hii ya pili. Tunaposema kwamba labda hiyo bahasha ifunguliwe, tujue nini kilifanyika na tuwafungulie mashtaka waliohusika. Unaona kwamba kuna msingi wote wa kuanzisha hilo, kwa mfano, kwa sababu hakuna anayejua, labda Rais Mwai Kibaki kwa mfano. Wengine hawajui kilichokuwa kwenye ile ripoti na bahasha ile ambayo iliwasilishwa ICC. Ile bahasha ilipeanwa ICC, ikafunguliwa, watu 6 wakashtakiwa. Sisi kama Wakenya, kuna yeyote anayejua yaliyokuwemo kwenye ile bahasha ya Ocampo? Katika ule uamuzi utakaosomwa, tutakapopata uamuzi
wa wale mashahidi, hasa wale waliopeana ushahidi in camera. Hatujui nini walichozungumza pale, ambapo mahakama imetupilia ule ushahidi wao. Na wale ambao kesi zao zimetupwa nje, kwa mfano tuseme kwamba ndio tumethibitisha kwamba walitajwa kwenye ile ripoti ya Waki, kuna uwezekano kwamba tunaporejea hapa nchini tunaweza kufungua kesi hizo upya hapa nchini? Wameondolewa kesi kule, mimi nasema ile ripoti ya Waki, kwa sababu zile kesi zimetupwa nje, ile ripoti ya Waki haina maana, haina ushawishi wowote, sababu ile sasa ilichukuliwa kotini, imesikizwa pale, na ndio Wakenya walisema let us not be vague, twende pale, na pale ni ukweli kwamba ushahidi umetokeza kwamba hamna ushahidi wowote katika ile bahasha ya Waki. Naam, ICC haijashughulikia kesi za Kenya vilivyo, kwa maana kumbuka watu walikufa, na tena kura ingine ni mwaka 2017 watakao chochea ghasia. Ikitokea tena hatutakuwa na koti ingine ya kushughulikia maafa. Hajatupatia jina lake. Na waombea waathiriwa, Mungu awajalie. Huyu ni Charles Aswani kutoka Mombasa. Uamuzi wa ICC dhidi ya Ruto na Sang kuwa hawana kesi ya kujibu umefanya watu wengi, mimi nikiwa miongoni mwao, kukosa imani na mahakama hiyo, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kuna wale wanaoamini kuwa hata wafanye maafa bado watarudi. Huyu ni Daniel Simiu. Mimi ni Daniel kutoka Bomet. Nimerithika sana na Mungu ni mwema. Mwingine anasema machafuko yalikuwa ICC ni koti, machafuko yalikuwa ICC ni koti ya kukinga wakubwa papa. Huyu ni Meja MJ akiwa Kakuma Lodwa. Wengi wametaja kuwa mahakama ya ICC ya kuaminika. Unaona kuna Wakenya pia wanasema hawawezi kuiamini tena ile mahakama ya ICC. Wengi wametaja kuwa ni mahakama pia ya kisiasa. Hisia zako? Zubeida, ukifuatilia mahakama inapotoa uamuzi, mahakama haiwezi toa uamuzi ambao unaweka kitu tunaita draw. Lazima kunakuwa na mshindi na aliyeshindwa. Na utapata ya kwamba ukiweza kushindwa, utapata ya kwamba mtu anaweza akaweza kupoint vidole kwa mahakama, na mwenye ameshinda atakuja celebrate. Na ukifuatilia siku ya leo utakuja kupata ya kwamba watu wengi waliokuwa wana support naibu wa rais na waliokuwa wanakashifu mahakama ya ICC, tukianzia na ndugu yangu hapa, leo ndio wanasifia mahakama yenyewe zaidi. Na utakuja kupata wanaosema ya kwamba hawana imani na mahakama ya ICC walikuwa na imani na mahakama ya ICC hapo mbeleni. Mahakama inapotoa uamuzi, na Bwana Nderito amesema ni sharti tufuate waliosema na wamezingatia sheria. Na kama kuna pingamizi lolote, kuna ile njia yenye ndugu yangu amesema ya kukata rufaa. Prosecutor atakata rufaa. Hiyo bado option iko, haijafungwa. Naam, hakuna tofauti ya ICC na siasa zetu za hapa nyumbani. Haki ya waathiriwa iko wapi? Nani alichoma kanisa Kiambaa? Ni maswali ya Njoroge kutoka Thika. Mohamed Dida akiwa Diani Beach anasema, Zubeida, mimi kama Mkenya nimerithika sana, lakini sisi wa Kenya tumepata funzo kutoka ICC. Wanasiasa tunajali wa Kenya, IDPs wapate fedha. Je, tumepata funzo kutoka ICC? Tumepata funzo kubwa ya kwamba koti haiamui kesi kulingana na matarajio ya watu. Koti inaamua kesi kulingana na ushahidi itakaoletewa na sheria iliyomo. Kwa hivyo watu wasifikirie kwamba wangepata uamuzi kama uchunguzi wa kutosha haukufanya. Zubeda, makesi mingi ya ufisadi hapa Kenya yanafika kotini, mtu anaachiliwa. Kwa nini? Hakuna uchunguzi wa kutosha, hakuna ushahidi wa kutosha ule jaji amepewa. Mwisho swali nauliza, haki itafanyika wakati mtu aliyeshtakiwa siye ambaye alifanya kile kitendo? Watu walitaka William Ruto na Sang wafungwe kama sio wao walitekeleza lile jambo. Wenye kufanya hili jambo liwe vile limekuwa, nimesema, ni wale waliochukua watu innocent kule ICC. Wangewachukua wale waliofanya hili jambo, ile mahakama ingewafunga. Kwa hivyo tusitarajie ile mob justice ya kwamba tunatarajia uamuzi fulani ambao haujikiti katika misingi ya sheria na ushahidi utakaowekwa
kule mbele ya majaji. Mwingine anasema Eldoret watasherehekea juu hawakuathirika, kumaanisha Kenya siasa na mauaji ni sawa. Pili, ikiwa Uhuru aliachiliwa, Ruto angefungwa kwa misingi gani? Na waathiriwa walilipwa pesa na serikali. Huyo ni Cliff akiwa Nairobi. KTN News, mimi nina furaha mno venye hiyo kesi imetupiliwa mbali, kwani ilikuwa ni stress kwa Wakenya. Pia naomba serikali yetu ishughulikie waathiriwa. Huyu ni Masi akiwa Meru. Kesi hiyo ilikuwa ya uongo, uamuzi ni wa haki. Huyu ni Ronald Malusi akiwa Kawangware. Ushindi wa Ruto na Sang ni ushindi kutoka kwa Mungu. Huyu ni Dr. Mti Mkavu akiwa Nairobi. Na wengi wanasema ni vipi waathiriwa watapata haki. Labda kwa yale ambayo tumeyaona kufikia sasa, tunatarajia mambo yabadilike vipi nchini? Uamuzi ambao umetolewa sasa kwamba wawili hao hawana kesi ya kujibu. Tunajua sasa ilivyo, hakuna kesi yote dhidi ya Wakenya mahakamani ICC. Uamuzi ambao umetolewa una athari gani nchini? Kwangu mimi nitauangalia mara mbili. Ule uamuzi kisiasa, niangalie kisiasa. Kwanza, Jubilee huenda ikakuwa nguvu zaidi na ikashinda kura za 2017. Pili, ile uamuzi huenda ukakuwa ni panga mwenye ncha pande mbili. Huenda ukamdanganya William Ruto kwamba ana uwezo wa kubishana na Uhuru Kenyatta, na huenda ukasambaratisha ile Jubilee. Ukiangalia kura za 2013, kilichowaleta pamoja zaidi na kilichowaunganisha Uhuru na Ruto nilikuwa ni jambo la ICC. Leo halimo tena. Je, wanaweza kuwa na uwezo wa kumanage haya yaliyojiri leo? Ndio swala muhimu. Are they able to manage the euphoric we are seeing in the Republic? Jambo la tatu ni kwamba huenda ukasambaratisha wale ambao walisemwa kwamba ndio vibaraka. Umemsikia Kipchumba Murkomen akisema kuna waliosingizia. Kwa hivyo huenda mishale ikaelekezwa kwenye upande wa code ya kwamba nyinyi mlichukua watu wetu pale na watu wetu sasa wameachiliwa. No. Kwa hivyo huenda ikakuwa pia ni pigo kubwa kwa upinzani. Lakini ukiangalia jambo muhimu zaidi kwa huu uamuzi ni kwamba kutakuwa na amani, kutakuwa na umoja, na sasa ni jukumu la sio Rais Kenyatta, sio Uhuru Kenyatta, kila Mkenya kushiriki kutatua jambo la wale walioathiriwa. Je, unakubali kwamba uamuzi ambao umetolewa leo umewapa wana Jubilee kipaumbele katika siasa? Kusema ukweli, chenye mwenzangu amesema ni ukweli mtupu. Unafaa kuiangalia kwa njia zote mbili. Na hiyo ni kitu huwezi sema kwa uhakika sasa, kwani ni kielelezo tu tunaangalia. Inaweza kuwa imewapa nguvu na inaweza kuwa pia ndio sumu iliyo katikati ya mkate wanaokula ambapo utawasambaratisha kabisa. Lakini jambo lingine la kuangalia, tukiangalia tunayotarajia ni ya kwamba kuna uhusiano wetu na nchi za nje, kuna uhusiano wetu na nchi zingine ambapo zilikuwa zimesambaratika kwa minajili ya kesi zilizokuwa mbele ya ICC. Sasa hatuna hizo kesi, na sikubali nawe unaposema hakuna kesi yoyote. Nimekuambia kuna kesi bado imebaki. Kwa sasa kuna kesi imebaki dhidi ya walioingilia kuhonga. Lakini kwani Wakenya tumezoea kuangazia tu wakubwa wetu. Kwa hivyo tunaweza sema hakuna kesi inayokumba wakubwa wetu. Na relationship zetu zitulizo na nchi za ng'ambo tunatarajia kwamba sasa zitakuwa even stronger. Tunatarajia kwamba hakutakuwa vikwazo vyovyote na tutaweza sasa kuendelea bila vikwazo na bila kitu inayotu. Na umetaja kitu ambacho nilitaka kukuuliza, uhusiano wetu na mataifa ya nje, hasa mataifa ya magharibi utakuwa vipi? Kwa sababu wengi walikuwa wakihofia kuhusiana na Kenya kwa sababu walikuwa wanasema viongozi wa taifa hilo wana kesi ya jinai, wana kesi, wamehusishwa na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Je, uhusiano wa Kenya na mataifa ya ughaibuni utakuwaje? Ukiona pale waliposema kwamba choices of consequences, walilamba yale maneno yao wakati Uhuru Kenyatta amejaribu kuelekeza foreign policy tofauti kabisa.
Sasa hivi taifa la Kenya limekuwa nguvu kuliko mataifa yote ya Afrika, na mimi naonelea kwamba mataifa ya ng'ambo yanang'ang'ania kuja huku. Marekani wanakuja huku, Ufaransa wanakuja huku, Britain yule Prime Minister Cameron anakuja huku. Kwa hivyo taifa la Kenya sasa ndilo taifa litakalozungumza kama jogoo katika bara la Afrika. Naam. Pili, uamuzi wa hii kesi umeleta kitu kinachoitwa Pan-Africanism, ya kwamba Waafrika wameanza kujiona kama wanafahari, wana kitu ambacho kinaweza waleta pamoja, na akiwa kiongozi wao ni nani? Rais Uhuru Kenyatta. Yeah. Kwangu mimi naona kwamba ili taifa la Kenya sasa twende mbele, tushikane pamoja, tujenge ili taifa, wa Kenya, watoto wetu na wajukuu wetu waweze kuishi kwa amani. Lakini onyo, 2017 kuna jamaa ameuliza 2013 eti kulikuwa na uoga wa ICC. 2017 ICC hatuioni. Je, ni nini kitakachozuia zile shida tulizoona Kericho, tulizoona Malindi, tulizoziona bungeni, tulizoziona kila mahali? Kwangu mimi kama Mkenya, ningeomba Wakenya tuwe watulivu na tuwe tayari kukubali uamuzi wa taasisi zinazoamua jambo lolote, liwe ni la kura kama IBC, jambo lolote kama ni koti, tushirikiane na kuendeleza taifa letu mbele. Na mtazamaji, picha ambazo ziko kwenye runinga yako ni historia tu ya mahala ambapo Kenya ilianzia katika kesi dhidi ya Ruto na Sang na kufikia mahali ambapo imefika sasa. Tunakumbuka kwamba kesi dhidi yake alitakiwa kufika ICC mnamo tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2011 na tarehe 7 Aprili mwaka 2011 akafika ICC kwa mara ya kwanza, hasa baada ya mwendesha mashtaka kutaka kesi dhidi yao ianze. Kesi dhidi yake ilianza vikao vya kutaka kuthibitisha kesi dhidi yake vilianza kati ya tarehe 1 na tarehe 8 Septemba mwaka 2011 na tarehe 23 Januari mwaka 2012 uamuzi wa kuthibitishwa kwa kesi dhidi ya William Ruto ukatolewa mahakamani ICC. Kesi dhidi yake ilianza rasmi tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 2013 ambapo vikao vya kwanza kusikiliza na kutathmini kesi dhidi yake vilianza. William Ruto alikuwa akikabiliwa na mashtaka matatu: ukiukaji wa haki za kibinadamu, ikiwemo kuwahamisha watu kwa lazima, mateso na mauaji. Kesi dhidi ya Ruto ilikuwa imewekwa pamoja na ile ya mwanahabari Joshua Arap Sang ambaye alikuwa mratibu katika kituo cha Kass FM wakati machafuko hayo yalitokea, ambapo wawili hao wamekuwa wakikabiliwa na mashtaka matatu: mauaji, kuhamisha watu kwa lazima na mateso, haki ambazo zinadaiwa kukiukwa kwa mujibu wa ile sheria ya mkataba wa Roma. Joshua Arap Sang, nilivyokuarifu ni kwamba alitakiwa kufika mahakamani ICC tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2011. Tarehe 7 Aprili mwaka 2011 akafika ICC kwa mara ya kwanza kwa vikao vya kutathmini kesi dhidi yake. Kati ya tarehe 1 na tarehe 8 Septemba mwaka 2011 kesi yake ikathibitishwa. Na tarehe 23 Januari mwaka 2012 uamuzi wa kuthibitishwa kwa kesi dhidi yake ukatolewa na mahakama ya Trial Chamber 5A. Kesi dhidi yake sawa na ile ya naibu Rais William Ruto ilianza kusikilizwa tarehe 10 Septemba mwaka 2013. Na leo basi uamuzi umetolewa kwamba wawili hao, japo walikuwa wanakabiliwa na mashtaka ya ukiukaji wa haki za binadamu kulingana na sheria chini ya mkataba wa Roma, sasa hawana kesi ya kujibu. Mashtaka yote dhidi yao kwa sasa yameondolewa. Tunasubiri kuona iwapo mwendesha mashtaka Fatou Bensouda atakata rufaa dhidi ya uamuzi huu na kufufua upya kesi hii. Alitishia kwamba itafika wakati ambapo atafufua kesi dhidi ya Uhuru Kenyatta iwapo atapata ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai yote dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta, ambapo Rais Uhuru Kenyatta pia alikabiliwa na mashtaka ya mauaji, ubakaji na kuhamisha watu kwa lazima. Je, kesi hizi mbili zitafufuliwa upya mahakamani ICC? Tunasubiri kuona. Namuona mbunge wangu Rahim Daud ananitumia ujumbe akiwa kaunti ya Meru. Ananieleza pongezi kwa mheshimiwa William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang kwa kuondolewa kwa kesi dhidi yao. Ukweli umedhihirika
na maombi ya Wakenya yamesikika. Ni Rahim Daud ambaye ni mbunge wa Imenti Kaskazini, mbunge wangu huyu amenitumia ujumbe kutoa pongezi zake. Na tulikuwa tukijadili jinsi mambo yatabadilika katika siasa za humo nchini. Je, huenda tukajitosa katika siasa na furaha yote ambayo na misisimko tukasahau mahala taifa lililopo na yanayotarajiwa kufanyika tukisonga mbele? Kwangu mimi naonelea kwamba ubabe wa kisiasa aliyopata naibu wa rais hawezi kurudishwa nyuma hata kidogo. Kumbuka, ukiangalia vile watu wanga mibabe wa kisiasa, Kenya ilikuwa kufungwa jela. Raila Odinga alikuwa anafungwa detention, ndio maana watu walimheshimu. Akina Jem Kariuki ni kukamatwa. Kwa hivyo William Ruto na Uhuru Kenyatta ndio pekee viongozi waliowahi kuingia mdomo wa simba kule ICC na wametoka wamefaulu. Je, wakirudi hapa Kenya, ile siasa watakayoipiga, naonea huruma wale wapinzani wao, sababu ile siasa itakuwa ina nguvu, na naonelea kwamba wao huenda wakakuwa na umaarufu wa kuzidi. Lakini nimetoa tahadhari ya kwamba saa zingine ule umaarufu unaweza leta hali ya kudharau watu. Kwa hivyo saa hizi Jubilee ianze kukaa na kumanage the success, sababu ile success huenda ikawaharibu. Kimayos anasema vile sasa ICC imeondolea wawili hao kesi, kuna uwezekano kwamba Kenya na mahakama za Kenya zitaongoza kesi za kuhakikisha kwamba waliohusika na machafuko katika machafuko hayo wanachukuliwa hatua. African Dave anasema ICC imedhalilisha uwezo wake wa kujenga haki Afrika na ulimwengu mzima. Huyu ni Mugambi akiwa Nyeri. Wengi walisema wajiondoe kutoka kwenye mkataba wa Roma. Hiyo kampeni sasa ndio imefikia mwisho. Sekunde 30. Hiyo kampeni imefikia mwisho, lakini hatuwezi sema ya kwamba tunategemea mahakama kuweza kuendeleza mashtaka dhidi ya wale wadogo, kwani hiyo ni jukumu la Director of Public Prosecutions. Yeye alishasema hana ushahidi wa kutosha. Lakini jambo lingine ambalo tunafaa kuangazia ni ya kwamba uamuzi wa ICC haukuwa majority, haukuwa ati wa kila jaji, walikuwa jaji watatu. Wawili ndio walisema kesi itupiliwe mbali, mmoja alikataa. Kwa hivyo huyo mmoja inaweza patia prosecutor ile hope na imani ya kuendelea kuappeal, kwani anasema anahitaji tu jaji mmoja pekee na abatilize uamuzi huo. Naam, shukrani sana wageni wangu Dansan Umari na Duncan Okach kwa kutueleza jinsi sheria inasema kuhusiana na matukio kama haya. Lusuli Nika anasema la muhimu sasa ni kuongoza kampeni ya kuleta uwiano na maridhiano nchini. Natumai kwamba viongozi wote wamesikia na hawatabebwa na siasa wasahau kutangamanisha taifa. Nimekuwa wako Zubeida Kome kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, wakisimamiwa na mwelekezi wangu Mark na kila mmoja. Nasema shukrani za dhati. Tukutane tena wiki ijayo Ijumaa. Kidogo nitakuwa sipo kwa siku zijazo, naenda kufanya mtihani. Tutakutana Ijumaa. Kitengo cha KTN leo kitasimamia jukwaa la KTN wakati ambapo sitakuwepo. Uwe na wiki iliyobaki salama, weekend njema, wiki ijayo kisha tutaonana siku ya Ijumaa. Kwa heri kwa sasa.